Bila shaka, nataka tuelekee mahakamani sasa ambapo tuangazie taarifa pia inayofungamana na Inspekta Jenerali wa Polisi Douglas Kanja ambaye ametakiwa kufika mahakamani kuelezea aliko mwanablogi huko Ndiang'ui ambaye amekuwa akitafutwa. Ndiang'ui Kinyagia amekuwa akitafutwa kwa muda na inasemekana kwamba maafisa wa polisi ndio waliomkamata, lakini hawajaweza kueleza anazuiliwa katika kituo gani cha polisi hadi kufikia sasa. Jana mahakama ilimwamuru Inspekta Jenerali wa Polisi Douglas Kanja kufika katika mahakama ili kuweza kueleza aliko Ndiang'ui ili aweze kueleza kwa kina aliko, kwa sababu takriban toka tarehe 24 mwezi wa Juni ambapo alikamatwa usiku wa kuamkia tarehe 25 hadi kufikia sasa Julai mosi hajabainika yuko wapi. Hiyo ndio kesi ambayo inatakiwa kwamba Kanja aweze kufika mahakamani kueleza aliko Ndiang'ui. Lakini kwanza tuangazie hili. Ni afueni ya haki kwa familia ya marehemu mwalimu wa mwanablogi Albert Ojwang ambaye jaji wa mahakama kuu Lawrence Mugambi kukataa ombi la afisa mkuu katika kituo cha polisi cha Central Samson Telam kusimamisha mashtaka dhidi yake ya mauaji ya Ojwang. Badala yake jaji Mugambi aliruhusu ombi la mkurugenzi wa mashtaka ya umma na IPOA kuhamisha kesi hiyo mahakama kuu ya Kibera, ambapo tayari Telam na afisa wa polisi wa cheo cha Constable James Mukhwana wameshtakiwa kwa mauaji ya Ojwang. Na kama mwandishi wetu Chris Dairu anavyotuarifu, bado kuna kesi kotini ikimtaka naibu Inspekta Jenerali wa Polisi Eliud Lagat kukamatwa na kushtakiwa kwa mauaji ya Ojwang, ikizingatiwa kuwa yeye ndiye aliyekuwa mlalamishi mkuu. OCS wa kituo cha polisi cha Central Samson Telam alikuwa amefika mahakamani kutaka kusitishwa kwa mashtaka ya mauaji ya mwalimu na mwanablogu Albert Ojwang dhidi yake. Kulingana na Telam na mdogo wake Police Constable James Mukhwana, ni vyema kesi hiyo ifanywe kupitia jopo la uchunguzi ili kujulikana kilichotendeka usiku huo ambapo Ojwang alipoteza maisha yake. Jaji Mugambi aliamua kwamba kesi ya mauaji dhidi ya Ojwang ifanywe katika mahakama kuu ya Kibra, ambapo Telam na mwenzake Mukhwana wameshtakiwa kwa mauaji. Telam anaendelea kuzuiliwa katika gereza la Industrial Area, huku Mukhwana akizuiliwa katika kituo cha polisi cha Capitol Hill. Wote wataendelea kuzuiliwa hadi Julai tarehe 30, wakati mahakama kuu ya Kibra inatarajiwa kutoa maelezo kuhusu ombi lao la dhamana. Pia kumekuwa na shinikizo linalozidi kutoka kwa chama cha mawakili nchini LSK na mashirika yasiyo ya serikali yakitaka mahakama kuamuru kukamatwa kwa naibu Inspekta Jenerali wa Polisi Eliud Lagat kwa tuhuma za mauaji. We equally call upon the Deputy Inspector General of the Kenya Police Service, Mr. Eliud Lagat, to publicly and unconditionally recuse himself from taking part or influencing the investigations in any way, save for as may be required of him as a potential witness. Mr. Albert Ojwang must not be another statistic that we move on from when the next incident arises. Katika ombi lao wote Telam na Mukhwana wanadai kuwa hawakuwa kazini wakati Ojwang alifikishwa katika kituo hicho cha polisi. Telam anadai alikuwa amemkabidhi udhibiti wa kituo kwa naibu wake siku hiyo na hakuwepo wakati Ojwang aliletwa. Mukhwana ambaye alikuwa na wajibu wa kusimamia seli anadai kuwa zamu yake ilikwisha kabla ya kufikishwa kwa Ojwang. Familia ya marehemu mwalimu Ojwang tayari imetenga tarehe 4 Julai, Ijumaa hii, kama tarehe ya mazishi nyumbani kwa Homa Bay ambako alichukuliwa na polisi. Chris Dairu, KTN.